Asante Katibu. Maswali kwa Waziri Mkuu. Maswali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Kwa heshima na taadhima. Mheshimiwa Sichwale. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kunipatia nafasi nami niweze kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatambua kazi yako na njema ambayo inafanywa kwenye kitengo chako cha maafa. Tumeona kwa namna ambavyo uliwasaidia wenzetu kule Hanang, uliwasaidia wenzetu kule Rufiji, Mbeya na maeneo mengine yaliyoko hapa Tanzania. Kazi yako ni njema sana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kadhia hii imekuwa ikiendelea kuwakumba Watanzania wengi kupata maafa kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini kwetu. Na hivyo kupoteza makazi, kupoteza maisha na wakati mwingine mashamba yao kuharibiwa na kupoteza vyakula. Na hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kamati zetu za maafa zilizopo kule za wilaya, za mikoa, wakati mwingine hazina uwezo wa kuyamudu maafa haya na kuwahudumia Watanzania hawa kwa kadri ambavyo inatakikana, aidha kuwarejeshea mazao yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni ipi kauli yako maafa haya yanapokuwa yanatokea, aidha kuziwezesha kamati za wilaya na mikoa ziweze kutatua changamoto hii, au wewe kuona namna ya kuwasaidia kwa haraka maafa haya yanapotokea kupata makazi na kurejeshewa vyakula kwa haraka kama ambavyo wanaona maeneo mengine yanahudumiwa, ili kuweka matumaini kwa Watanzania ambao wanakuwa wamekosa msaada kwa haraka. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa afya njema. Leo tunakutana tena kwenye Bunge tukiendelea na majukumu yetu. La pili, naomba kujibu swala Mheshimiwa Sichwale, mbunge wa Momba, kama ifuatavyo. Namshukuru kwa kuipongeza ofisi ya Waziri Mkuu na serikali kwa ujumla kwa jitihada mbalimbali zinazochukuliwa kukabiliana na maafa yanayoendelea hapa nchini kwenye maeneo mbalimbali. Ofisi ya Waziri Mkuu kama mratibu wa maafa nchini imeweka utaratibu unaoweza kupata taarifa za maafa yoyote yale mpaka ngazi za vijiji. Tumeunda kamati za maafa kuanzia ngazi ya kijiji, kata, lakini wilaya, halmashauri kwa maana wilaya, mkoa na ile ya kitaifa. Malengo ya kamati hizi ni kwanza kubaini tatizo linapojitokeza na kuharakisha kutoa taarifa kwenye ngazi yake ya juu. Unajua maafa haya yanatokea kwanza kwenye ngazi za vijiji. Unakuta kuna maporomoko kwenye eneo la vijiji. Kwa hiyo kamati zile zinatoa taarifa. Tunajua hazina uwezo mkubwa wa kushughulikia baadhi ya maafa, lakini kuweka itifaki zile inasaidia utoaji wa taarifa na uelezaji wa ukubwa wa tatizo. Na ukubwa wa tatizo unasaidia pia ngazi husika kuweza kuchukua hatua. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo sasa tunaifanya kuziimarisha kamati hizi kwa kuzipa elimu na kuzipa mifumo ambayo wanaweza kutoa taarifa kwa haraka kwenda kwenye kamati za juu, na zinapotokea kwenye ngazi ya kijiji na wilaya. Najua mkuu wa wilaya ndio mwenyekiti wa kamati ya maafa ngazi ya wilaya, anachukua hatua. Anapoona aina hiyo ya maafa yamemzidi nguvu, anatoa taarifa mkoani na baadaye taifa. Sasa tuimarishaji wa kamati hizi ni pale ambako tunawapa elimu juu ya kukabiliana na maafa. Tunajua yanatofautiana, lakini angalau wanakuwa na elimu ya kukabiliana na maafa hayo. Lakini pia kwa kuwa ngazi ya mkoa na taifa inachukua muda kupeana taarifa na kuwahi, tumeamua kuanzisha maeneo ya kimkakati kwenye ngazi za kanda, ambazo leo hii tumeamua pia kupeleka vifaa mbalimbali kwenye maeneo haya ya kanda, iwe rahisi kuwasiliana na mkoa na kufika kwenye maeneo kwa urahisi zaidi, kama vile ilivyotokea Hanang. Kanda yetu iko Arusha,
walipopata tatizo lile na ngazi ya mkoa wakaona tatizo hili ni kubwa zaidi, walitoa taarifa Arusha wakajulisha makao makuu. Kwa hiyo sisi tulipokuwa Rufiji tunapata taarifa kwamba huku kuna tatizo kubwa, tayari Arusha walishafika site na kuanza kazi. Kwa hiyo huu ndio mfumo ambao tunautumia wa hatua hizi na uimarishaji wake, kwa kuweka maghala ya kuweka vifaa vya maafa kwenye maeneo ya kanda ili iwe rahisi kuifikia mikoa na wilaya, huku tukiwa tumeimarisha kamati zile kuwa na uelewa wa namna ya kutoa taarifa na kukabiliana na matatizo ambayo yanajitokeza kwenye maeneo haya. Nataka niwahakikishie Watanzania, serikali imejipanga kwenye eneo hili baada ya kuwa tumepata matukio mengi ya maafa. Tumenunua vifaa vingi ambavyo vinaweza kusaidia kwa awali kulingana na tukio linavyojitokeza, na kamati zetu tayari zinauelewa na tunaendelea kuelimisha kamati hizi ili ziwe na uwezo wa kukabili matukio haya kwa haraka sana na hatimaye tuweze kuokoa maisha ya watu wetu, mali zao, wa mashamba kama ulivyosema. Basi hii ndio hatua ambayo tunaichukua sasa hivi serikali kuimarisha na kukabiliana na maafa. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante. Na Mheshimiwa Asha Abdalla Juma. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa hii adhimu na muhimu kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali, nikitegemea kwamba haitokuwa ya mwisho inshallah. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imewekeza kwa gharama kubwa sana katika mradi mmoja muhimu sana wa treni huu wa SGR ambao umeenda kuwa mkombozi kwa wananchi wote ambao wanategemea usafiri, na kwa kweli ni nafuu sana kulinganisha na gharama zake ukilinganisha na ndege. Lakini kumekuwa na safari chache za kutoka station ya Makufuli Dar es Salaam hadi Dodoma Samia Suluhu Station na kutoka Samia Suluhu Station Dar es Salaam. Wananchi wengi sana wanategemea fursa hii ambayo ni ugombozi mkubwa hasa kwa unafuu wake, lakini safari zenyewe zimekuwa chache. Je, serikali ina mkakati gani wa kuziongeza ratiba za safari hizi ili wananchi wanapohitaji waweze kupata kusafiri kwa urahisi, na hasa wakitegemea kama huu ndio ufumbuzi wa tatizo la usugu la usafiri? Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku hizi unaweza kulala Dodoma ukaenda kunywa chai Zanzibar saa 4 usiku. Unafika saa 3 unapanda treni ya saa 3 unapanda boti ya saa 3:30 unafika Zanzibar saa 4 au 5. Kuna kubwa zaidi ya hilo? Nani kama Mama Samia? Sasa nataka Mheshimiwa Waziri Mkuu na timu yako, na hasa kwa vile watendaji wote na waziri wanaoshughulikia masuala haya ya SGR wamefanya vizuri sana, waziongeze hizi safari tunazihitajia, na kesho kutwa tunataka kwenda kwenye Idi. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Asha maarufu Mshua. Mheshimiwa, kwanza nishukuru kwamba ameipongeza serikali na amempongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hatua hii iliyofikiwa. Mradi huu tulianza awamu ya 5 chini ya Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, na baada ya Mheshimiwa Dr. Samia kuingia madarakani mmeona hatua hizi ambazo tunazipitia, na leo hii Mheshimiwa Rais ameshazindua safari na safari zimeanza. Kwa hiyo hatua hizi zote zinazoendelea tunakwenda kuimarisha usafirishaji kwa njia ya treni kutoka Dar es Salaam. Malengo ni kufika Mwanza, malengo ni kufika Kigoma, malengo ni kufika Mpanda mpaka Kalemie. Na kwa hiyo hatua ambayo tumeianza sasa Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma ya kusafirisha abiria tayari imeshaanza na safari zimeshaanza, na tulianza na safari 2 kwa siku kutoka Dar es Salaam, safari 2 kuja Dodoma, na Dodoma kwenda Dar es Salaam safari 2. Huku kulikuwa kuna safari za Dar es Salaam, Morogoro, na kwa taarifa ambazo ziko mezani kwangu wizara iliahidi kuongeza safari mpaka 4. Sijafuatilia, kama ningepata muda wa kufuatilia ningeweza kukuambia leo tuna safari ngapi, lakini tayari walishaniandikia kwamba wanatarajia kuongeza safari kufikia 4 ili
kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwenda treni 4. Malengo walisema asubuhi mapema saa 4, saa 8 na saa 12 kutoka pande zote mbili. Kwa hiyo haya ni maboresho na ni hatua mzuri. Kwa hiyo tuendelee kuwa na matumaini kwamba serikali inatambua hili, na kwa kuwa waheshimiwa wabunge mmeshatoa mapendekezo, nachukua kama mapendekezo kwamba tuongeze safari kwa sababu ya uhitaji mkubwa. Niwahakikishie tunakokwenda ni kuzuri zaidi, tutakuwa na safari nyingi zaidi, na hasa wakati huu ambako tumeanza safari za mwendo kasi kupitia ile tube ule mchongoo, tunataka tuongeze na safari za mchongoo vile vile ambazo zinatoka Dar es Salaam mpaka Morogoro mpaka Dodoma moja kwa moja. Kwa hiyo niwahakikishie Watanzania uimarishaji wa treni unaendelea na uongezaji wa safari utaimarika. Tunaangalia sasa uhitaji huu na idadi ya abiria wanaokwenda huko ili tuweze kuanza safari hizo na kuimarisha safari hizo. Asante sana Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa majibu sahihi. Sasa Mheshimiwa Simai Hassan Sadik. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swala kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taifa letu limebahatika kuwa na mito mingi, maziwa pamoja na bahari, jambo ambalo limepelekea wananchi wengi kuona fursa kupitia maeneo hayo. Kwa kuzingatia umuhimu wa sekta hii ya uvuvi katika kukuza uchumi wa bluu, je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha inaweka mazingira ya upatikanaji wa mikopo nafuu kwa wavuvi wetu na wajasiriamali wa mazao ya baharini ili kukuza na kuendeleza uzalishaji wa mazao ya baharini, kupelekea kuwa na thamani ya mazao hayo pamoja na ajira kwa watu wetu? Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swala Mheshimiwa Simai mbunge Zanzibar kama ifuatavyo. Mheshimiwa mbunge amezungumzia sekta ya uvuvi na namna ambavyo wajasiriamali wetu wakiwemo wavuvi wenyewe wanavyoshiriki kamilifu katika kujipatia kipato. Lakini Mheshimiwa mbunge ameonyesha kwamba yako mapungufu kidogo ya wanaotamani kwenda kuingia kwenye sekta ya uvuvi kukosa mikopo. Moja ni kwamba sekta hii serikali zetu zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, tumeweka kwenye sera kabisa ya uchumi wa bluu na kuwaendesha hamasa ya Watanzania wanaotaka, ambao pia tayari walishaanza shughuli za uvuvi, kuendelea na kuwatia imani kwamba serikali inaweka mpango endelevu wa kuwafanya wao washiriki kamilifu kwenye shughuli ya uvuvi ili waweze kujipatia kipato. Tunajua tuna wavuvi wenyewe na uhitaji wao. Tuna wajasiriamali ambao wanashughulika na uchakataji wa mazao ya baharini kwenye mito na maziwa yetu. Hawa wote tumewaratibu vizuri. Swala mikopo, nataka niwape faraja wale wote walioanza, wanaotaka kuanza kuingia kwenye sekta ya uvuvi. Serikali imezungumza na taasisi za fedha kwa maana ya mabenki. Kwanza tunayo benki ya kilimo TADB. Hapa karibuni tumezindua benki ya ushirika, kama pia wavuvi wana ushirika wao, wana benki sasa. Tuna benki ya biashara TCB iliyoko chini ya serikali kwa asilimia zote. Lakini tuna hizi benki kama NMB, CRDB, NBC, tuna Azania na Mkombozi benki nazo. Hizi ni benki ambazo tayari tumezungumza nazo na wameshatekeleza maelekezo ya serikali ya kufungua dirisha kwa ajili ya kutoa fursa za wajasiriamali, sio wavuvi tu, hata wafugaji kwenye sekta ya kilimo, wafanyabiashara wadogo. Hawa wote wana nafasi ya kwenda kukopa, pamoja na kimamalishe na mabalishe. Wote hawa wanapata mikopo kutoka ile midogo ya kati mpaka mikubwa. Muhimu, kaeleze mpango wako wa biashara. Unataka kufanya nini? Utekelezaji wake ukoje? Pato lako litakuwaje? Je, una uwezo wa kurejesha mkopo? Ukishakamilisha haya unapata mkopo. Kwa hiyo nataka niwahakikishie Mheshimiwa Naibu Spika, niwahakikishie Watanzania ambao wanapanga mpango wa kwenda kuingia kwenye ujasiriamali wowote ule, ikiwemo na uvuvi, kwamba fursa ya kupata mikopo ipo. Si tu taasisi za kifedha, lakini tuna mikopo, mifuko hii ambayo tunayo serikalini
ikiwemo na ule wa halmashauri wa 10% wa wanawake, vijana na walemavu. Lakini tuna mifuko mingine inayolenga kada tofauti kupitia idara ya uwezeshaji iliyoko ofisi ya waziri mkuu. Ni maeneo ambayo Mtanzania yote anataka kuanza biashara anaweza kupata mkopo na akaamua kwenda kuanza biashara yake. Muhimu, ukikopa lipa mikopo ili mwezeshe na mwingine kuweza kukopa mkopo huu. Kwa huu ndio mpango wa serikali ambao tunao wa kuwezesha wajasiriamali kufanya kazi zao. Asante sana. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Jacqueline Andrew. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipatia nafasi nami niweze kuuliza swali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya kazi kubwa ya kuimarisha huduma za afya nchini hadi ngazi za vijiji. Sambamba na huduma hizo, kumekuwa na uhitaji mkubwa wa madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama pamoja na watoto kwa ngazi za wilaya pamoja na vituo vya afya. Swala hili limeathiri upatikanaji wa huduma bora za kina mama wajawazito pamoja na watoto wachanga. Je, serikali ina mpango gani kuhakikisha wilaya zote zinapata madaktari bingwa mpaka ngazi za vituo vya afya? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jacqueline mbunge wa Tabora kama ifuatavyo. Mpango wa serikali wa kuhakikisha kuwa huduma za afya zinatolewa kwa uhakika na usahihi ni moja, tunaendelea kuwasomesha Watanzania kwenye vyuo mbalimbali katika kada mbalimbali. Sababu huduma ya afya ziko kada mbalimbali, wako madaktari na madaktari wako kwenye kada mbalimbali vile vile, lakini kuna wauguzi na wale watoa huduma za afya ambao tunawapeleka vijijini kushirikiana na kamati za afya za vijiji ili kutambua na kubaini magonjwa ya mlipuko na magonjwa mengine. Eneo la pili ambalo tunaliimarisha ni baada ya kuwa tumewasomesha hawa, tunawaajiri, na nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kutoa vibali vya ajira vya kada ya sekta ya afya, huku tukienda sambamba na uwezeshaji wa ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma za afya, zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri za wilaya, mikoa na huku juu kwenye hospitali za rufaa ikiwemo na Benjamin William Mkapa. Ni uwezeshaji ambao umefanywa vizuri na uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa kwenye miundombinu. Ajira hizi ambazo Mheshimiwa Rais anaruhusu kutoa vibali kuweza kuwaajiri madaktari wakiwemo na hao mabingwa, madaktari bingwa wa magonjwa ya mama na mtoto, lakini pia upasuaji sasa hivi tunapeleka mpaka vituo vya afya. Vile vile tuna madaktari bingwa wa mambo mdomo, masikio, macho, wote hao sasa tunawapeleka mpaka ngazi ya wilaya ili huduma hizi zitolewe kwenye eneo hilo hilo. Kwa hiyo mkakati wa serikali wa kupeleka madaktari bingwa upo na ajira zinaendelea kutolewa, ingawa si nyingi, kinalingana pia na uhitaji na uwezo wa fedha wa serikali, lakini vibali vinatolewa na vinaajiri. Na sasa agizo ambalo tumelitoa kwa waganga wakuu wa mikoa ni kuhakikisha ikama ya madaktari inapitiwa wakati wote, kwa lengo la kuondoa mlundikano wa madaktari hao bingwa kuwa sehemu moja na maeneo kama vituo vya afya kukosekana, ili waweze kusambazwa maeneo yote na huduma ziendelee kama kawaida. Kwa hiyo mkakati huu tunaendelea nao wa kuimarisha ajira, lakini kuwasomesha zaidi na wale waliopo kuwapa elimu ya mara kwa mara ili waweze kutoa huduma stahiki kwenye maeneo yote, ikiwemo na maeneo ambayo umeeleza Mheshimiwa Mbunge ya mama na mtoto. Kwa hiyo tunaendelea kuimarisha sekta ya afya, na leo hii huduma ambayo inatolewa ni ya kupunguza gharama za wananchi ili huduma wazipatie huko huko waliko. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Emmanuel Cherani. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza mimi nitoe shukrani kubwa na ipongeze serikali yetu ya awamu ya 6, lakini pia kwa kusimamia vizuri viwanda na ushirika hapa nchini. Lakini pia nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa kinara mkubwa wa kurejesha viwanda vya wanaushirika hapa nchini. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Waheshimiwa, hayo makofi waziri mkuu asikii na mimi sisikii huku. Mwacheni aseme hapo tani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni nini sasa mkakati mahususi wa serikali kuwezesha ujenzi wa viwanda vya kuongeza thamani hapa nchini, hasa katika mazao ya kibiashara, mfano pamba, tumbaku, kahawa, korosho na mazao mengine muhimu, ili kuweza kunufaisha zaidi wakulima wetu, na ikiwezekana wakulima hawa waweze kulipwa malipo ya ziada, malipo ya pili, ili waone thamani ya mazao yao? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Cherahani mbunge kama ifuatavyo. Mkakati wa kuongeza viwanda nchini, moja, unatokana na sera tulionayo ya ujenzi wa viwanda kwa kuwakaribisha wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kuja kuwekeza hapa nchini. Lakini wito huu unatokana pia na maboresho tuliyoyafanya makubwa ya kuweka mazingira wezeshi ya wawekezaji kufurahi kuamua kuja kuwekeza nchini wakiamini kwamba watapata faida, lakini sisi pia serikali tutanufaika na uwekezaji huo. Tumeweza kurekebisha changamoto ambazo wawekezaji wengi wamekuwa wakizilalamikia ili kufungua milango ya wawekezaji wengi kuja na kuondokana na changamoto hizo. Kwa mkakati huu tunaendelea nao, ambao pia hata Mheshimiwa Rais aliamua kuunda wizara maalum ya mipango, wizara mipango na uwekezaji iliyoko chini ya ofisi yake, na tuna taasisi yetu ya TIC, taasisi ya uwekezaji nchini, ambayo yenyewe kazi yake ni kutangaza fursa mbalimbali zilizopo. Msisitizo tunaoweka hapa ni viwanda vinaweza kuchakata mazao ambayo tunazalisha ndani ya kilimo, ikiwemo na zao la pamba, korosho, chai, kahawa na mazao mengine, ili yaweze kuongezewa thamani na wakulima wetu waweze kupata faida. Mkakati huu umeweza kuwezesha mambo mengi sana, na tumepata unafuu pia hata wa kilio cha ajira ambacho tunacho nchini. Watanzania wengi wanapata nafasi ya kuajiriwa kwenye viwanda hivi, lakini tunahamasisha sana uwekezaji wa ndani, na tumeweza kutoa fursa za uwekezaji wa ndani kwa kuwapunguzia gharama ya mtaji wa kuwekeza kwenye viwanda. Mwanzo tulikuwa na uwekezaji wa ndani, mtu anataka kujenga viwanda, mtaji ilikuwa $100,000, sasa hivi $50,000 kwa Watanzania, ili na tunataka tujenge uwezo wa Tanzania wenyewe kuweza kuwekeza, kujenga viwanda vinavyochakata mazao ambayo tunayo. Lakini pia tumeweza kupeleka umeme kama nishati ya kuwezesha kuendesha viwanda na maji. Mmeona miradi mingi ya umeme mpaka vijijini, miradi mingi mikubwa ya maji tunaendelea kuijenga. Malengo, yeyote anayeamua kujenga kiwanda asipate shida kwenye eneo la upatikanaji wa umeme, lakini pia hata maji, ili kuendesha viwanda vyao. Mazingira haya tunaendelea kuyaeleza kwenye maeneo mbalimbali. Hivi karibuni tumetoka Japani, ambako tulikuwa tunahamasisha wawekezaji kutoka nchi ya Japani kuja Tanzania kuja kuwekeza, na tunafanya hivyo kupitia balozi zetu, kuwa na makongamano, lakini mijadala viwanda na uwekezaji wa Tanzania na wafanyabiashara wa Tanzania na wa nchi mbalimbali ili kuja Tanzania. Kwa hiyo mpango upo na tunaendelea nao, na tutahakikisha tunasambaza viwanda hivi kulingana na upatikanaji wa mazao, ili uchakataji ufanywe huko uzalishaji ulipo, kuweza kuwarahisishia wakulima wetu na wale waendeshaji wa viwanda kupata malighafi kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo nataka niwahakikishie wawekezaji wote kuja Tanzania kuwekeza, kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo imebahatika, imekaa kimkakati zaidi. Ina nchi 8 jirani zinategemea soko la Tanzania. Tanzania iko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, ina idadi kubwa ya wateja. Tanzania iko kwenye nchi za SADC, zina idadi kubwa ya wananchi wanaotegemea soko la Tanzania. Uwepo wa bandari ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara pia inapa nafasi ya kuweza kupeleka bidhaa kwa ukaribu kwenye nchi zao. Kwa hiyo Tanzania ni mahali sahihi pa uwekezaji, na mazingira haya tunaendelea kuyatamka wakati wote na kuhakikishia kwamba akiwekeza Tanzania hata juta kuiwekeza Tanzania.
na Watanzania mnajua hii ndio njia ambayo tunapata mapato, tunaongeza ajira na mambo mengine ambayo yananufaika kupitia na uwekezaji huo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na huyo ndio Mheshimiwa mbunge wa mwisho aliyepangwa kwenye maswali yako. Nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa uwezo wako